Hii inaunga mkono taarifa ya awali ya kamanda wa polisi mkoa wa Geita CACP Safia Jongo aliyethibitisha kuwa hakuna majeruhi wala vifo vilivyorekodiwa kufuatia ajali hiyo. Mashuhuda wa tukio hilo wameeleza kuwa eneo hilo lilikuwa tayari limefungwa kwa ajili ya uangalizi maalum baada ya kuonyesha nyufa na viashiria vya hatari, hivyo hapakuwa na shughuli za kibinadamu wakati wa tukio hilo. Jeshi la zimamoto linaendelea kufuatilia kwa ukaribu, ingawa viashiria vyote vinaonyesha kuwa kuna maisha ya binadamu yaliyopotezwa katika tukio hilo. Tabora. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Tabora TUWASA imeanza kutekeleza mradi wa kusambaza maji kutoka bwawa la Igombe hadi tenki kubwa la Itumba, huku ikiwahakikishia wananchi wa pembezoni mwa mji upatikanaji wa maji ya uhakika wakati wote baada ya kukamilika kwake. Akizungumza mradi huo, kaimu mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Tabora TUWASA Bwana Biswaro Benadi ameelezea hali ya upatikanaji wa maji mkoani hapo kwa sasa na kutanabaisha gharama za mradi huo. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Tabora Mheshimiwa Upendo Wela, mara baada ya kukagua maendeleo ya mradi wa maji na kusikiliza changamoto za mamlaka hiyo, ametoa maelekezo ya serikali. Namna ambavyo taasisi inafanya kazi. Kwa hivyo tumekwenda kuona kwa macho. Mathalan tulikuanzia kule kwenye tenki lile la kule Itumba, lakini na sasa hivi tumemalizia hapa Kaze Hill. Tumeona kwa maana kwamba hata sasa ukiwa unazungumza unaweza kujua ni kwa namna gani taasisi inafanya kazi. Miradi hii yote ambayo sisi tumeweza kuitembelea leo na mingine inagharimu fedha nyingi sana za serikali. Mathalan wametuambia tu pale kuna andiko ambalo wameandika huo mradi unagharimu karibia bilioni 23 kutekelezwa kwake. Kwa hiyo unaona si fedha ndogo. Na kwa kiasi kikubwa tumeelezwa kwa sasa hivi kwa taifa letu fedha nyingi inatokana na vyanzo vyetu vya ndani. Kwa hivyo unapoona mradi, jukumu lako kama mwananchi kuhakikisha kwamba unaurinda. Nao baadhi ya wananchi wa manispaa ya Tabora mbali na wamedadavua mapokeo yao baada ya ujio wa mradi huo. Morogoro. Bodi ya maziwa nchini imetoa mafunzo kwa watu 184 kutoka mamlaka za serikali za mitaa walioteuliwa na Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Bashiru Ali ili waweze kuwa na ufanisi zaidi katika ukaguzi wa maziwa ili kulinda afya za Watanzania, hususan wamwaji wa maziwa hayo.